Katika kurasa za historia ya Uislamu kuna majina ambayo yakitajwa moyo husimama kidogo kwa heshima na macho hujaa taswira ya ujasiri usioyumba. Miongoni mwa majina hayo kuna jabali lisilotikisika, simba wa jangwani, nguzo ya haki, Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Karibu sana katika simulizi kumhusu mwamba huyo hapo. Jina langu ni Abdullahi mwana Maalim Mashi. Karibu tuwe sote. Huyu si mtu wa kawaida. Huyu ni mtu ambaye hata shetani alipomwona akipita njia alibadilisha njia. Alizaliwa katika ukoo wa heshima wa Kikureishi, kabila la Bani Adi. Alikuwa mtu mwenye nguvu, mwenye sauti ya kuogopesha na moyo usiojua kuyumba. Kabla ya nuru ya Uislamu alikuwa ni mkali kuliko ukali wenyewe, akipinga Uislamu kwa nguvu zote, kama vile mtu anayezima moto kwa upepo. Siku moja hasira zikamjaa kwa upepo wa kimbunga, akaapa kumaliza kila kitu, aende kumuua kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin, rehma na amani ziwe juu yake. Lakini subhanallah, njia yake ikageuka kuwa njia ya hidaya, kwa maana ya uongofu. Alipofika nyumbani kwa dada yake, akasikia aya za Qur'ani zikisomwa. Maneno yale yakapenya moyoni mwake mithili ya mshale wa nuru, yakaiusha chuma cha kiburi, na hapo hapo simba akageuka kuwa mlinzi wa haki. Akasema, nionyesheni Muhammad. Na siku hiyo mbingu zikashuhudia kuzaliwa upya kwa nguzo mpya za Uislamu. Kuanzia hapo Uislamu haukujificha tena. Umar aliswali hadharani, akatangaza haki bila ya woga, akasimama imara mithili ya mlima usiotikisika. Ndio maana akapewa jina la Al-Faruq, mtenganishaji wa haki na batil. Sahaba huyu Umar bin Khattab alipata nafasi pia ya kuwa khalifa katika dola ya Uislamu baada ya kuondoka kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ambapo kabla yake nafasi hiyo ya ukhalifa alitanguliwa na Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Baada ya kifo cha Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, Waislamu walihitaji mtu wa kusimama kama nguzo. Abu Bakari kwa hekima na upeo wa mbali alimpendekeza Umar kuwa khalifa, na Waislamu wakakubali kwa sababu walimjua si kwa jina tu, bali kwa matendo yake. Hivyo Umar akachukua hatamu si kwa tamaa ya dunia, bali kwa mzigo wa umma. Aliongoza kwa takribani miaka 10, na katika makhalifa 4 waongofu ni yeye ndiye aliyekaa madarakani muda mrefu zaidi. Katika utawala wake milango ya ushindi ilifunguka, Uajemi ikaanguka, Roma ya Mashariki ikatetemeka. Lakini ajabu ni hii, katika ushindi huo wote Umar aliishi maisha ya unyenyekevu kama mtu wa kawaida. Nguo yake ilikuwa na viraka, chakula chake cha kawaida, lakini haki yake ilikuwa kali kuliko upanga. Umar bin Khattab radhiallahu anhu usiku alikuwa na ada ya kuzunguka mitaa ya Madina kuchunguza hali za watu wake. Kiongozi huyo, lakini pia mlinzi, khalifa, mtumishi. Huyu ndio Umar, moyo wa simba lakini huruma ya mzazi. Na katika maisha yake ya kifamilia, Umar bin Khattab hakuwa mbali na sunna ya ndoa. Alioa wake kadhaa katika nyakati tofauti, miongoni mwao wakitajwa ni Zainab binti Mad'un, Kulthum binti Jarwal na pia binti wa Ali bin Abi Talib aitwaye Kulthum. Ndoa yao iliunganisha na saba za vigogo wawili wa Uislamu. Katika nyumba yake alibarikiwa watoto wengi waliokulia katika malezi ya uadilifu na uchamungu. Miongoni mwa watoto wake mashuhuri ni Abdullah bin Umar, mwanachuoni mkubwa wa hadithi, pamoja na Hafsa binti Umar ambaye alipata heshima ya kuwa mke wa Mtume Muhammadin, rehma na amani ziwe juu yake. Hivyo basi nyumba ya Umar haikuwa tu ya kifamilia, bali ilikuwa ni madarasa ya maadili na chemichemi ya elimu. Lakini kama ilivyoanza kwa nguvu, ndivyo alivyomaliza kwa tukio la huzuni nzito. Ilikuwa ni mwaka 23 Hijiria, alfajiri ya siku ya kawaida ilipogeuka kuwa siku ya majonzi. Akiwa mbele ya swafu akiswalisha watu, alishambuliwa kwa kisu na mtu aitwaye Abu Lu'lu'atil Majusi. Shambulio la ghafla lilomvunja jabali la haki. Damu yake ilimwagika msikitini, lakini maneno yake ya mwisho yalibaki kama nuru. Alidumu kwa siku chache akipambana na majeraha, kisha akarejea kwa Mola wake akiwa ameacha historia isiyofutika. Na pale alipozikwa karibu na Mtume Muhammadin, rehma na amani ziwe juu yake, pamoja naye sahab Abu Bakar Siddiq, ilikuwa ni ishara kuwa hata katika kifo chake alibaki karibu na waliokuwa nuru ya maisha yake kabla. Hivyo ndivyo alivyoondoka mwamba ambaye historia haiwezi kumsahau. Umar bin Khattab si jina tu, bali ni somo la ujasiri, dira ya haki na kivuli cha uongozi wa kweli. Na mpaka leo upepo wa historia unapopita unasikika ukisema, hapa alipita Al-Faruq, mtenganishaji wa haki na batil. Abdullahi Mashi, Kishki TV. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi
furahika pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.